Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Hali gani mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24? Hii ni TV yako ambayo inapatikana mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huu ni muda wako mzuri wa kuweza kupata taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Safari Alimasi. Taarifa zetu za habari zitaanzia na huko Kasanja, kijiji ambacho kinapatikana kwenye umbali wa kilomita 25 na mji wa Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini, ambako mtu mmoja kufariki na wengine wawili kujeruhiwa vikali. Hayo ndio matokeo ya ajali ya pikipiki iliyotokea Paluchiga karibu na kijiji cha Kasanja chenye umbali wa kilomita 25 na mji wa Bukavu jioni ya Ijumaa tariki 11 Aprili 2025. Kulingana na duru za mahali hapo, waanga walipelekwa katika hospitali ya mahali hapo kwa kupata matunzo haraka. Ajali hiyo ilisababishwa na ubovu wa barabara na spidi ya kasi waliokuwa nayo. Wiki iliyopita katika eneo hilo kuliripotiwa vifo vya watu wawili na majeruhi watatu. Kwingineko ni kwamba raia wa kabila la Watwa wanaomba kushirikishwa katika serikali ya umoja wa kitaifa yanayoitishwa na rais wa nchi ya DRC Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Katika tamko lao la hadharani walitaja kutokuhusishwa na viongozi wanaoshughulikia uundaji wa serikali mpya. Raia hao wanasema kuwa wao ndio walinzi wa urithi wa misitu ya Kongo, wanaomba kupata sapoti toka kwa jamii ya kimataifa, mashirika ya kiraia na mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za kibinadamu na pia kutambua utu wao. Richard Bokatoka ni msemaji wa kabila hilo la Watwa, ametaja kudharauliwa kwa raia hao ambao wanaishi nchini DRC kwa miaka mingi. Katika hali ya uundaji wa serikali mpya ya umoja wa kitaifa, Bwana Richard Bokatola ameomba kwa serikali kushirikisha raia wa kabila la Watwa kama raia wengine kwa ajili ya kuchangia maendeleo ya nchi. Tukiwa huko Kinshasa, mji mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba bei ya pasipoti ya Kongo itawekwa hivi karibuni kwa dola za Kimarekani 75. Tangazo lilotolewa na rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi wakati wa mawasiliano yake katika mkutano wa 39 wa baraza la mawaziri uliofanyika Ijumaa April 11, 2025 huko kwenye makao makuu ya Umoja wa Afrika mjini Kinshasa. Katika mawasiliano yake anakumbusha msemaji wa serikali mwaminifu kwa kujitolea kwake mnamo mwaka 2019 ili kuwapunguzia raia wake bei na kuwapa unafuu wa kusafiri. Rais wa Jamhuri wakati huo alikuwa ameamua kupunguza gharama sawa na faranga za Kongo kutoka dola 93 za Marekani. Uamuzi huu ulikuwa sehemu ya maono mapana ya hatua za umma ile ya kuleta serikali karibu na hali halisi ya kila siku ya raia kwa kufanya haki za kijamii, ufanisi wa kiutawala na utawala bora ukiwa ni nguzo ya usimamizi wake. Kulingana na mkuu wa nchi Felix Antoine Tshisekedi, hatua hii yenye ishara kali na ya kijamii itakusudia kuhakikishia kila raia haki ya msingi ile ya kuweza kutambua na kuzunguka kwa uhuru bila masharti ya kifedha. Pia inashiriki katika dhamira ya kisiasa na kurekebisha utawala kwa huduma ya idadi ya watu na kufanya usawa kwa raia. Aliomba kwa mkuu wa diplomasia ya Kongo kuwasilisha kwa serikali kalenda utekelezaji wa wazi na yakina pamoja na tarehe sahihi ya uzinduzi rasmi wa pasipoti mpya ya kawaida. Kufikia hadi sasa aliamuru waziri wa nchi, waziri wa mambo ya nje afanye mashauriano ya ndani na waziri wa nchi, waziri wa bajeti na ile ya fedha. Kwa kuongeza, inatarajiwa kwamba waziri wa nchi, waziri wa mambo ya nje, ushirikiano wa kimataifa na Frankofoni aliwasilisha haraka iwezekanavyo kwa serikali ratiba ya wazi na yakina ya utekelezaji, ikiwa ni pamoja na tarehe sahihi ya uzinduzi rasmi wa pasipoti mpya ya kawaida na bei mpya. Mkuu wa nchi Felix Antoine Tshisekedi alisemayo katika mawasiliano yake. Baada ya kipindi kirefu cha kungojea ukurasa wa Semlex, kampuni ya Dermalog sasa itazalisha pasipoti katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa nchi na waziri wa mambo ya nje Therese Kaikwamba Wagner alitangaza mnamo Disemba mwaka jana kuingia kwa nguvu na mkataba kati ya DRC na kampuni ya Ujerumani ya Dermalog. Kulingana na Therese Kaikwamba, kampuni ya Ujerumani na DRC itakuwa na uwezo wa kutoa pasipoti za kisasa, salama na zenye ubora wa viwango vya kimataifa.
Huko Goma ni kwamba hali imerejea kwa tulivu hii Jumamosi ya tarehe 12 Aprili 2025 katika eneo la magharibi mwa mji wa Goma, makao makuu ya jimbo la Kivu Kusini. Usiku kutoka Ijumaa Aprili 11 kuamkia Jumamosi Aprili 12, 2025, mji wa Goma ulitikiswa na milio mingi ya risasi, ikiwemo silaha nzito na nyepesi, haswa katika kata za Ndosho, Lac Vert na Keshero magharibi mwa mji. Kulingana na taarifa ya waandishi wa habari kutoka kwa viongozi wa eneo hilo iliyosomwa kwenye redio ya taifa ya RTNC Goma, walibainisha kuwa ilikuwa makabiliano ya risasi kati ya vikundi vya M23 ambavyo vilidhibiti mji wa Goma dhidi ya vikundi vya wazalendo, jeshi la taifa ya FARDC na FDLR ambao walishambulia position za jeshi la mapinduzi la Kongo ARC. Jumamosi hii shughuli zimefanyika kwa mwendo wa kobe katika sehemu ya magharibi mwa jiji. Wazazi kadhaa wakupeleka watoto wao shuleni, vinaeleza vyanzo kadhaa vya eneo hilo. Ikumbuke kwamba idadi kamili waliofariki na majeruhi kwenye makabiliano hayo hayajafahamika bado. Tumalizie na huko Baraka ambako kikao cha usalama ambacho mmoja kati ya viongozi wa kijeshi katika jimbo la Kivu ya Kusini ameshiriki kimeendeshwa Jumamosi ya wiki tunayo na akiliitishwa na meya makamu wa mji wa Baraka ambaye ni meya kwa muda kujadili swala la usalama kwa sasa katika jiji hilo. Bi Emerite Tabisha Mungelwa, meya makamu na tena meya kwa muda wa mji wa Baraka, ameeleza hapa kwa nini kuendesha kikao hicho. Leo niliitisha kikao kwa sababu mwa hizi inga mbili inaonekana kwamba usalama ambao tulikuwa tulishafikiria unaendelea tena kuzorota. Tunaona watu wenye kusikilia silaha kutembea na masilaha hasa makubwa zinatembea sasa, inakuwa kama kutisha watu hawana amani na milio ambayo inasikiliwa ya silaha sana. Mwishowe meya kwa muda wa mji wa Baraka amewataka viongozi wa vikundi vya wazalendo kukanya vikosi vyao kwa vitendo vinavyoendelea, hasa kupiga risasi kiolela ambazo zinasababisha madhara kila kukicha. Kwa hiyo nimemzuia tukaita kikao cha dharura. Nashukuru wote ambao wamefika, wakuu viongozi wa magrupe za wazalendo kama vile wa mambo wanamemba wa Conseil Sécurité, na tumejadiliana vitu vya kutosha kuhusu hiyo. Baraka inastahili kuishi amani kwa sababu hakuna vita. Raia iliomba iishi na amani. Lakini Baraka iko na haribika na watoto wetu ambao tumezaa. Tukirudia hapo nyuma historia wa Maimai, ni jamii ndio ilikuwa naikaa chini nasema tusaidie watoto wetu. Na wale watoto wanajitoa ya kusema kama tutakufa tufie udongo. Vikundi vya Wamaimai vikao. Sasa kwa leo hivi tuko mvile ya Baraka. Kwa kweli kilomita 25 kunaweza ikaa vikundi zaidi ya 7, na hivyo vikundi havisikilizane, na hivyo vikundi vyote vinaleta matumbo zikule, ni kama vile watu wanalemewa sana. Wazalendo raia inawapenda sababu ni watoto wao, ila wazalendo mnaanza kamata mwenendo ambao unanyanyasa wa baba zenu, mama zenu, wadogo zenu, wakubwa zenu, wajomba zenu, wababu zenu. Humu nyinyi muko kwenu, amuko. Ikiwa mlitoka humu mwetu Ubembe, Mufizi, Mubaraka, munaenda mu province ingine tunasema, lakini hapa nyinyi muko kwenu. Kwa nini tena vile ya Baraka inaweza kunyanyasika, watu walielie, watu wapate tena miripuko ya mamoyo kwa baba zenu, kwa ukoo wenu? Kwa hiyo ilikuwa kikao ya kuita wakuu viongozi wa hii magrupe ya wazalendo ambao wako hapa, ili kila mkubwa wa kikosi yake akanye. Hadi hapo bila shaka naweka nanga kwenye habari zetu za siku ya leo. Ulikuwa nami Safari Almas, nitakuomba uweze kulike, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati. Bye bye. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.